Taarifa ya ukatili mkubwa dhidi ya mtoto wa miaka 15 kutokea Marekani imewagusa watu wengi ambao imetekelezwa na wazazi wake. Mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 15 akihusishwa na mama yake mzazi pamoja na mwanaume anadaiwa kuwa mpenzi wa mama huyo. Ni kwamba mtoto huyo alifanyiwa ukatili mkubwa uliosababisha majeraha mabaya, ikiwa ni pamoja na kuchomwa moto na kushambuliwa kwa silaha. Tukio limeripotiwa kutokea Marekani katika jimbo la Louisiana, ambapo taarifa hizi zimeibuka hivi karibuni baada ya tukio hilo kugunduliwa kufuatia ajali ambayo ilikuwa imetokea. Sasa polisi walikuwa wamefanikiwa kuwakamata watuhumiwa baada ya gari walikuwa wakisafiria kupata ajali. Ndani ya gari hilo ndipo mtoto alipopatikana akiwa katika hali mbaya sana na kupelekwa hospitalini haraka kwa ajili ya kupatiwa matibabu husika. Mtoto huyo mpaka hivi sasa anaendelea vizuri na matibabu maalum, huku akitarajiwa kufanyiwa upasuaji mwingi kweli kweli ili kuhakikisha anarudi katika hali yake ya kawaida. Hasa ni moja ya habari ambayo imegusa vyombo vya habari kwa kiwango kikubwa kweli kweli, kwa sababu binti ama huyu mtoto wa umri wa miaka 15 amewaacha watu wengi mdomo wazi kwa tukio ambayo amefanyiwa, kwa sababu amekutwa na majeraha ama vidonda vya silaha za aina ya bunduki katika kifua chake, lakini akionekana amechomwa moto pia, na ushirikiano wa mama mzazi pamoja na boyfriend wake ambayo alikuwa anakaa naye. Na mpaka hivi sasa taarifa za mwanzoni zinaeleza ama zinaweka wazi ya kwamba tayari mtoto amepoteza almost jicho lake moja, lakini meno yake baadhi pia yameweza kuondoka, na alikuwa ameonekana amechoka kwelikweli alivyokaja kukutwa, wakati yupo na mikono yake yote ikiwa iko nyanga nyanga kwa shambulizi ambalo linaonekana alikuwa amefanyiwa ama alikuwa amepitia akiwa na ndugu zake hao ama familia yake. Ni jambo ambalo watu wengi limewahuzunisha, kwa sababu wakati watu wanatetea haki kwa watoto, watu hawakutegemea kama mzazi ama mama ambaye anatajwa kuwa na uchungu anaweza kuja kumfanyia binti yake ama kushirikiana naye katika tukio kama hili. Tafsiri yake, kama polisi wasingeweza kukamata ama ajali singetokea katika gari lile, basi inawezekana hatua ama hali ingekuwa mbaya zaidi, ingepelekea hata mauti kwa kijana huyu ama mtoto huyu. Sijui hatua za awali zitakuwa za namna gani, lakini hivi sasa anapatiwa matibabu hospitali, na kadri itakavyokuwa inaendelea tutaendelea kupatia update ya kila kitu kilitwapo leo.